bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele, bila kusahau kulike, kucomment na kushare. Hii ni Umela Media. Msikilizaji na mtazamaji, bila shaka unamkumbuka Stephen Aziz Ki, moja kati ya viungo ambao kwa Tanzania walitikisa soka la Tanzania na baadaye amepata fursa ya kwenda kukipiga katika klabu ya Wydad Athletic Club pale nchini Morocco, ambapo na penyewe ametemwa na inabidi ajitafutie malisho mapya. Sasa Stephen Aziz Ki inaonekana maisha yake Uarabuni hajaenda vizuri, na mchambuzi wa soka nchini Tanzania Edo Kumwembe ameweka wazi sababu za Stephen Aziz Ki kutokufanya vyema akiwa na Wydad. Na je, anaweza karejea Young Africans au hapana? Basi kupitia uchambuzi ambao amefanya, Edo Kumwembe ameeleza wazi kwamba kwa Tanzania ilikuwa ni rahisi kwa Stephen Aziz Ki kwa sababu leo Yanga angecheza na Namungo na kumiliki mpira kwa 99%. Kesho kutwa angecheza na Coastal na kumiliki mpira wote. Kule Morocco, licha ya Wydad kuwa mkubwa, lakini mpira wao dhidi ya wapinzani ni ule, yani ni mpira wa kuhenya kwa dakika zote 90. Aziz Ki ana kavivu fulani hivi ambako nilijua asingemudu sana mpira wa Waarabu wa kule. Huko kwetu alitusisimua katika matukio ya mashuti, kona nzuri, faulu nzuri, mashuti ya mbali, pasi za mwisho, lakini katika eneo la mwisho ambalo Yanga mara zote walikuwa wanafika kwa urahisi, sikumuona Aziz Ki akiwika Morocco kama alivyokuwa anawika hapa. Mpira wa Arabu unahitaji mengi ndani na nje ya uwanja. Unahitaji nidhamu ya hali ya juu kuliko mpira wetu ambao umekusanya timu nyingi dhaifu. Mfano ni kama ulivyoona Farabati walivyocheza na Young Africans. Ni mwendo wa mpira wa kasi na mbio nyingi. Mpira unachezwa kwa tempo ya hali ya juu. Aziz Ki ni mchezaji wa matukio zaidi. Kwa hiyo inamfanya yeye kukosa nafasi mbele ya ligi ya Morocco. Kwa hiyo unaweza kaona hapo, kwa mujibu wa Edo Kumwembe, anaamini kwamba Stephen Aziz Ki inabidi tu angalie namna ambavyo anaweza akawa anajituma zaidi, ili basi nafasi yake katika soka la Afrika endelee kuwa kubwa zaidi. Lakini vile vile kama anaona maisha yanakuwa magumu, pia anaweza karudi Young Africans akajifua tena, halafu akatafuta tena safari nyingine kama ilivyokuwa kwa Clatous Chota Chama, Louis Mixon walivyoshindwa na huko mbele safari, basi walirejea. Louis Mixon alienda National Ahli, mambo alivyokuwa magumu, akarudi Simba, mambo alivyokuwa magumu tena, akatoka Simba akaenda kwao huko, akapiga na Udisongo, akafanya vizuri, akaenda tena Uarabuni. Clatous Chota Chama yeye alivyoona mambo yamekuwa magumu, basi akatoka kule Berkane akarudi Simba, baadaye akaenda Yanga, akaenda Singida, akarudi tena Simba. Anajitafuta hivyo, japokuwa saizi umri wake umeenda na vitu kama hivyo. So hata Stephen Aziz Ki kama unaonaje, anaweza akarudi Jangwani, japokuwa kwa hivi sasa nafasi yake ndio hivyo. Wamesajiliwa wachezaji wengine, lakini kupambana fresh. Wewe unaonaje bana? Aziz Ki arejee Jangwani au endelee na maisha yake mengine huko? Kwa sababu nafasi yake ndio hivyo. Wapo wengine wanaweza kuitendea haki. Niandikie kwenye eneo la kutoa maoni hapo na mambo yatakwenda vizuri zaidi.